Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padri Henry Kidinzi wa parokia ya Nyigo. Parokia ya Nyigo ambayo ipo hapa jimboni Njombe. Ni parokia ambayo ilianzishwa mwaka 2012, sasa ni takribani miaka 13. Na parokia hii ipo chini ya Mtakatifu Vincent wa Paulo. Vincent wa Paulo ambaye yeye ni mwombezi, msimamizi na mwombezi wa parokia hii. Tunamshukuru Mungu sana kwa miaka hii takriban 13 ambayo yeye amekuwa akisafiri na sisi, akitujalia neema na baraka zake, ambapo mpaka sasa ukiangalia kwa kweli kuna maendeleo makubwa sana ambayo Mungu amekuwa akitujalia katika parokia yetu. Kwa namna ya pekee katika mwaka huu wa jubilei, tunashukuru sana kwamba Mungu ametujalia ushiriki vema katika hija hii ya msalaba, ambapo msalaba wa jubilei kuu ya mwaka 2025 tulipokea kutoka parokia ya Makambako tarehe 24 mwezi wa 9, na leo tarehe 27 mwezi wa 9 tumeweza kuhitimisha hija yetu katika parokia yetu hii, na sasa tumekabidhi katika parokia ya Kifumbi. Parokia yetu ya Mtakatifu Vincent wa Paulo Nyigo ni parokia yenye vigango 12, ambapo 6 ni vigango vikubwa na vingine 6 ni kama vituo vya sala. Vyote hivi tumekuwa tukihudumia katika hadhi ya kigango. Kwa hiyo baada yake katika vigango vyote hivi tunaomba katekista, ambapo makatekista hawa kila kimoja anakuwa katika ambaye anahudumia. Tunao katekista 12 ambao kiasi kikubwa sana wanaendelea vizuri sana. Hapa tupo katika kanisa mama, kanisa lenyewe, kanisa mama la Mtakatifu Vincent wa Paulo Nyigo parokia. Huu ni upande wa mbele wa parokia yetu, na ratiba ya kigango mama ipo hapa, na parokia hii ni kubwa, iko barabarani kabisa katika junction ya kuelekea parokia ya Kifumbe au Gololo. Hapa mbele unaweza kutazama ni mpaka halisi wa parokia, ambapo kuna milango ya biashara kidogo, na mwaka ulipo ni kwamba kabla ya mwezi wa 12 tunaweza kufikiwa kwa shukrani ya mafuno, tunajenga kidogo hivyo, tunaleta pia geti kubwa na chumba cha mlinzi kuongeza usalama wa parokia yetu. Hili ni eneo la parokia. Hapa ni eneo la mbele la kanisa letu, kanisa mama la parokia ya Nyigo, kanisa la Mtakatifu Vincent wa Paulo. Naona eneo la mbele ni hapo, ni sehemu ambako tunaweka matangazo mbalimbali na matukio mbalimbali ya parokia yetu ndani ya kanisa. Eneo la ndani ya kanisa letu, eneo la ndani ya kanisa letu, eneo la ndani ya kanisa letu. Na ukitazama kwa pembeni hapa unaweza ukaona nembo ya jubilei. Sisi parokia ya Nyigo tumepata kwa kweli, mwaka huu ni mwaka wa pekee sana, kwa sababu kama tunavyojua kwamba ni mwaka wa jubilei ya miaka 2025 ya mahujaji katika matumaini kikanisa, matumaini hayatayarishi. Lakini kwa namna ya pekee zaidi kwamba kama parokia ambapo msimamizi wetu ni Vincent wa Paulo, yeye kwa tangu ameanzisha shirika letu la Vincent wa Paulo mwaka 1925 na huu mwaka 2025 tayari ni miaka 4. Kwa hiyo tunafanya jubilei ya miaka 400 shirika letu. Kwa hiyo ni jambo la kipekee, na tumejaribu kuweka pamoja mawazo yote yakae pamoja, wazo la kanisa kwa ujumla, lakini hasa pia kwa namna ya pekee kwa kanisa letu hili la parokia ya Nyigo
kwa kuwa tumefanya mengi kwa maombezi na usimamizi wa Mtakatifu Mr. Paulo, ambapo sisi tunajaribu kuipandikiza karama katika parokia yetu, karama ya kuwapenda na kuwajali maskini, kwa Yesu mwenyewe alisema kwamba kwenda kwa ajili ya kuwainjilisha maskini. Hapa ni mbele ya, hapa ni hatari kwetu. Tumeweka picha mbalimbali ya malaika ili kuleta utulivu na mvuto, watu waonje kwamba wanasali na wanajitahidi kumwelekea Mungu, kupeleka maombi yao na kumshukuru. Eneo la mbele kuna sakaristia iko huko, ndio mwingine huu unaendelea kama kawaida. Kwa ujumla parokia yetu ya Nyigo tunaweza tukaiweka katika makundi ya parokia changa, lakini ambazo zinaendelea kukua, kwa sababu kwa miaka ya 13 ambayo ni umri wa parokia tangu mwaka 2012 mpaka 2025, almost takriban miaka 13, bado ni parokia changa, lakini tumejitahidi kwa kiasi chake kufanya hii parokia iendelee kuwa nzuri na watu wavutwe kusali kumwelekea Mungu wao. Tumefanya ukarabati, tumefanikiwa kwa tangu mwaka jana mwezi wa 11 tumeweza kuboresha kanisa letu nje mpaka rangi na nini, tumepaua pia, tumetoa bati chakavu, ambapo kwa muda mrefu sana, kwa miaka mingi tulikuwa tunapata kazi kusali hapa wakati wa mvua, ilibidi watu kuhama kwenda upande mmoja kutafuta sehemu ambayo imekaa katika utulivu. Lakini baada ya kufanya kazi mbalimbali na kujitahidi, tumeweza kufanikiwa kupaua bati, tumeweka bati nzuri msauzi ambayo ni iko standard nzuri kwa maeneo yetu haya, tukapaka na rangi ndani na nje, tunaendelea vizuri. Na katika kipengele cha ujenzi pia tumejitahidi kwa kiasi kingine, pia tunaendelea kwamba kujichanga hapa na pale kufikia hata shukrani ya mavuno na hasa harambee wakati fulani mara moja mara mbili. Kwa baada ya miezi kadhaa tumeweza kujenga milango kadhaa iko kule mbele. Sasa imefikia milango 5 ambayo sasa inaendelea vizuri na tunataka kuiboresha, kwamba Mungu akijalia tutaweza kufanya tupate pia aina fulani ya kukuza kipato katika kanisa letu na kuweza kupata mahitaji ya msingi katika parokia yetu. Kama nilivyosema kwamba parokia yetu ina eneo kubwa kwa kiasi chake, tunayo upande mwingine ni upande wa nyumba ya mapadri. Hii ni nyumba ambako mapadri wanaishi. Unaweza kuona kwamba tumeweka kengele kwa ajili ya usalama. Ishafikia mara moja au mara mbili watu waliweza kuondoka na kuiba kengele. Sasa tumefanya mipango mbalimbali, tukaboresha, tukapata kengele nzuri, tukaweza kuiweka juu kabisa ili kutazama kwa umbali ambako ni ndani ya usalama. Na huo usalama huo tumeweza kuhakikisha zaidi kwa kuweka fence kubwa ikiwa ndani yake. Kuna gate. Sasa tunaingia eneo la mbele la nyumba ya mapadri. Eneo la nyumba la mbele ya nyumba ya mapadri. Eneo la mbele la nyumba ya mapadri. Ukuta huu tumeujenga kwa kujitahidi, kujichanga wenyewe tangu mwaka huu mwezi wa Januari mpaka sasa. Lengo mahususi la kujenga ukuta huu kuzunguka kote kabisa, kuzunguka kwenda mpaka chini, kuzunguka eneo la jengo lile na kuzunguka tutapita kule kurudi hivi. Ilikuwa lengo ni kuongeza hadhi ya parokia, lakini pia ilikuwa ni kuongeza usalama wa nyumba ya mapadre, sio tu wanaingia watu kioto wanaingia, kwa na hadhi fulani ya eneo fulani zuri la kusali kwa mapadre na watu wengine ambao wanaweza kuja katika maeneo haya. Lakini zaidi pia kwamba ujenzi wa ukuta huu ulichagizwa zaidi na kuwepo kwa grotto. Tangu paroko aliyepita ilikuwepo wazo ambalo ilikuwa ni kwamba kujenga grotto Perpetual Adoration Chapel kwa ajili ya kusali, kuabudu Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo tumeendelea kujenga na kuboresha, lakini kwa maagizo ya wakubwa wetu wa jimbo ilionekana kwamba haitawezekana kuruhusiwa kufunguliwa eneo hili la kusalia bila kuweka usalama. Ndio maana hivyo tukapata cha kwanza kabisa tujenge ukuta
kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Kwa hiyo tukajenga ukuta kuzunguka groto hili, eneo la groto, eneo la ndani la groto hili, eneo la ndani la groto, eneo la ndani la groto, tukazungusha ukuta vizuri, tukazungusha ukuta wa kutosha kwa ajili ya kujua kwamba hili eneo sasa ni eneo salama, na ili kujihakikishia kwamba kwa kweli ni 100% salama, tukaweka na electrical fence ili asiweze kutokea mwizi yoyote aidha kuruka juu kuharibu. Na upekee wa fence hii ni kwamba yeyote atakayegusa fence hii, jambo lote likitokea, kuna king'ora ambacho kitatoa sauti. Ndaonyesha kwa upande mwingine. Kuna eneo la mbele ambalo inaonyesha kwamba kuna king'ora kuna king'ora ambacho kimewekwa. Mtu yote akigusa eneo hili ikitokea king'ora, na king'ora hiki akizimi mpaka ujizime mwenyewe mashine ya ndani. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba kwa kweli kwa asilimia kubwa, asilimia karibia 100, usalama upo wa kutosha. Na ilikuwa ni kwamba ili kuonyesha muonekano mzuri kwamba ni sehemu ya kuabudu, tumepata picha nzuri sana ya pelikane, kama anavyosema Mtakatifu Thomas wa Aquino, Yesu pelikane. Yeye ambaye ni mfano wa ndege pelikane, Yesu muundo wa ndege pelikane, ambaye yeye anauawa yeye kwa ajili ya kutupatia uhai. Katika Yohane 10:15 anasema Yesu, ninaotoa uhai wangu kwa ajili yenu. Kwa hiyo tumechukua picha hiyo, na huyo Yesu ambaye ni pelikane tunataka tuwe tunamwabudu. Njooni tumwabudu katika kanisa takatifu, na tukiruhusiwa na wakubwa, hasa tunapenda zaidi ingewezekana mwaka huu kwa kipindi kipaimara tunaweza kuruhusiwa, kianzishwa rasmi, itakuwa ni senta moja kubwa kwa ajili ya kusali, na hii itasaidia, itakuwa chagizo kwa watu wengi waweza kuwavuta kuja kusali. Na ili kuleta pia mazingira mazuri ya sala, tunaona kwamba ni lazima tutawale vumbi na matope. Eneo letu hili sisi ni eneo kame. Eneo la parokia Nyigo kwa kiasi kikubwa ni eneo kame. Kwa kuwa ni eneo kame, kuna vumbi la kutosha sana. Vumbi jingi ambayo mara nyingi lingeweza kuharibu eneo la ndani pia na kila mahali. Lakini kwamba haitoshi, maana yake wakati wa mvua ilikuwa ni shida kubwa ya tope. Ili kuweza kuleta mazingira mazuri ya sala, tumeweza kutengeneza pavements, peva hizi za kutosha. Tumejichanga hapa na pale na kuomba watu mbalimbali wenye nia njema, hasa wakazi wa Nyigo ambao wanaishi sehemu nyingine. Tumeweza kufanikiwa kujenga tangu ndani kule eneo la peva zimekaa vizuri kabisa mpaka nje kule. Matarajio yetu ni kwamba eneo hili la sala litakuwa ni tulivu, eneo ambalo litawavuta watu wengi, na hasa watu hapa Nyigo wenyewe watakuwa watu wa sala. Kwa kuwa tumejitahidi kwa kiasi kikubwa, tayari tumeweza kuunda vyama vya kitume. Tunacho chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu, wanachama wa kutosha. Tunacho chama cha sala pia charismatic. Viko na vyama vingine WAWATA na UWAKA na watoto pia. Lakini pia tu kwenye hatua mbalimbali za kuja kuanzia chama cha Redio ya Maria, ambako tutawapata wadau kutoka jimboni au katika ngazi ya udekano kuja kuelimisha na kuibua hivi vyama vya sala na kuviimarisha, ili tuweze kufanikiwa kujenga moyo wa sala katika parokia yetu, na watu kwa njia ya sala wataongoka. Eneo la ndani la groto, eneo la ndani ya groto letu tumeweka mazingira ambayo yatamfaa kila mmoja. Kama ana shida ya ulemavu anaweza kapita hapa, lakini kama ana afya yake anaweza kapita hapa. Yote ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anawajibika moja kwa moja na hatengwi katika swala zima la usafi. Tazama hapa tumeweka geti kubwa lenye usalama wa kutosha, ambapo usiku kabisa tunaweza kwa wakati fulani tutakuwa tunafunga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi tuko salama. Hapa atakuwa na kufuli moja kubwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama huko ndani usiwe na shida yoyote. Tunaingia ndani sasa
ya tuko hatua za mwisho. Tumemweka mama yetu Maria pale, tumemweka Mtakatifu Yosefu pale, lakini zaidi hii ni pepesho Adoration Chapel kwamba ni eneo rasmi kanisa kwa tunatamani kiwe cha kwa ajili ya kuabudu Ekaristi. Tuko hatua za mwisho kabisa ambapo unaweza kuona hapa tabernakulo. Hii tabernakulo imechimbiwa ukutani, kwa hiyo ni imara sana, na kutakuwa kuna ufunguo hapa, kuna monstrance itakuwa pale ndani. Patakuwa pana taa hapa ya kawaida, lakini hasa patakuwa pana taa nyekundu hapa kuonyesha kwamba Yesu yuko na sisi katika sakramenti kwa masaa 24. Tuko hatua za mwisho za kuboresha, tutapiga rangi kidogo nyeupe na nini. Tukimaliza tunategemea kwamba tuweza tukafanikiwa kufungua, Mungu akijalia kwa kuba vituruhusu. Lakini tunatamani pia zaidi kwamba groto hili liwekwe zulia kubwa jekundu kwa upande huu wa mbele wote. Tunatarajia kubaliza mapema ni kabla ya kipaimara tarehe 26 mwezi wa 10. Tukiweka hilo zulia letu vizuri litajaa mpaka sehemu fulani, halafu mwishoni huku kutakuwa na mabenchi mawili upande huu, mawili upande huu kwa ajili ya sala binafsi pia, kwa sababu eneo letu la parokia, nyumba yetu ya parokia kwa ujumla wake haina kanisa la ndani la kusajili, lakini tunategemea kwamba kwa kuwepo kwa groto hili, eneo hili rasmi la sala, mapadre au watu wengine mbalimbali wanaweza kuja kwa ajili ya swala la uchungaji, na wengine itakuwa ni eneo la sala za kujia sala za kanisa asubuhi na jioni. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa yote kabisa ambayo amekuwa akiendelea kuijalia parokia yetu ya Jigo, hasa katika kueleza masuala ya ujenzi. Mambo haya ya kimwili yanaonekana, lakini pia kwa namna ya pekee kuna mambo mbalimbali ya kiroho ambayo yamefanyika, mojawapo ikiwa ni hili groto. Baadaye tutakuja kupata waumini wengi zaidi, lakini pia ndio tunafanya shughuli mbalimbali huko Vigangoni, na tunafanya misa za jumuiya kwa jumuiya. Kwa mfano katika shukrani za mavuno sisi tunafanya jumuiya kwa jumuiya, tunasali. Ziko misa mbalimbali, kwa mfano watu wanapenda kujengea makaburi yao, tunawahimiza waombee marehemu wao. Kwa hiyo tunafanya hizo sala kule kwao. Ile inawagusa watu wengi, sio tu wa kanisa letu la Katoliki, lakini hata madhehebu mengine wanakuja kuomba sala, tunawaombea na kadhalika. Lakini zaidi ya hapo tunatarajia kwamba kwa mambo tunayofanya haya na baraka za Mwenyezi Mungu, waumini wataongezeka katika parokia hii, kwa sababu kwa mfano mpaka sasa tunao waumini takriban 1550 na tunaendelea vizuri. Tunategemea kwamba kwa mambo tunayofanya, uchungaji tunaofanya, kuhimizana na mambo tunayofanya haya yataboresha kwanza kabisa eneo la kusali, lakini pia itaongeza waumini wengi kabisa, na hivyo imani yetu inakwenda mbele kabisa. Ndugu zangu wapendwa, tukiangalia mambo yote yatakayofanyika ndani ya parokia yetu, tutaweza kuona kwamba tunawiwa kwa shukrani. Tunatoa neno la shukrani kwanza kabisa kwa namna ajabu amekuwa akiongoza mambo makubwa ambayo sisi pengine hatuwezi kuelewa. Tumeyafanya mambo yote kabisa ni kwa ajili yake mwenyewe, ametujalia mengi. Tunamshukuru Mungu na tunaendelea kumuomba aendelee kubariki na kuongoza katika tunayofanya. Lakini kwa namna pekee pia tunashukuru sana Baba Askofu na uongozi wa jimbo kwa ujumla kwa na mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wakisaidia watu wa jimbo, hasa kutia moyo na kuelekeza mambo mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kukuza hii parokia yetu, ambayo kwa kweli kiasi kikubwa imebadilika sana kwa kiasi kikubwa kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa namna nyingine tena tunawashukuru waumini wa kawaida wote kabisa, makatekista na viongozi wote wa halmashauri ya walei ngazi ya parokia na Vigango pia, kwa namna ambavyo wameweza kufanya na kushiriki katika ujenzi na uendelezaji wa parokia yetu. Wapo kwa namna pia ya pekee wale wadau mbalimbali ambao kwa kweli wengi wao ni wakazi wa parokia ya Jigo ambao wanaishi parokia nyingine. Wao wamekuwa wakipata mawazo kutoka huko walipokuwa wanakaa huko Ugiriki, lakini wanakuja kwanza kupata mawazo baada, lakini pia wamekuwa kusaidia kihali na kwa hali na mali ili kuweza kuibadilisha na kuendeleza parokia nyingine, parokia ya Jigo ifanane na parokia nyingine. Katika kuhitimisha, ningependa sana kuwakaribisha
katika parokia ya Nyigo. Parokia ya Nyigo iko barabarani kabisa, iko mpakani mwa jimbo la Njombe na Mafinga, na hii parokia inapakana kwa upande mwingine na parokia ya Kisume. Lakini pia parokia hii ina jengo, ni kanisa kubwa, ambalo linaweza kuonekana tu ukiwa katika barabarani, linaonekana na kwa picha moja kubwa kabisa, picha ya Mtakatifu Yohane wa Paulo. Karibuni sana parokia yetu ya Nyigo, ni nzuri, tuweze kushirikiana na sisi katika hali zote kwa ajili ya kuendeleza utume huu wa Mungu. Karibuni sana.